Na kusalimu sana mtazamaji popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya tarehe 24 Aprili 2025 kwa nami Pendo Goto na kurushia matangazo yetu katika studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Mengi jioni ya leo ambayo nimekukusanyia. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imepanga kutoa uamuzi kwa njia ya mtandao Aprili 28, 2025 kuhusu hoja za pingamizi za mawakili wa utetezi katika kesi ya uchochezi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Kesi hiyo imesikilizwa leo kwa njia ya mtandao mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Godfrey Muhina, ambapo upande wa jamhuri kupitia wakili wa serikali mwandamizi Job Mrema umesema kesi hiyo imeitishwa kwa ajili ya Lissu kusomewa maelezo ya awali PH. Aidha, wakati kesi hiyo ikiendelea, Lissu anadaiwa kutoonekana mtandaoni baada ya kugoma kesi yake kusikilizwa kwa njia ya mtandao, ambapo upande wa jamhuri kupitia wakili Mrema ulipouliza mbona mshtakiwa Lissu aonekani mtandaoni, hakimu Muhina alitaka askari magereza ajibu, ambapo alisema kwamba Lissu amegoma kusomewa maelekezo ya awali kwa njia ya mtandao, ambapo hakimu Muhina aliruhusu kesi kuendelea pasipo Lissu kuonekana. Lissu anatetewa na jopo la mawakili 31. Kutokana na hatua hiyo, hakimu Muhina ameahirisha kesi hiyo hadi Aprili 28, 2025 siku ya Jumatatu kwa ajili ya kutoa uamuzi wa mapingamizi hayo ya utetezi kwa njia ya mtandao, ili kuona kama kesi hiyo isikilizwe kwa mtandao ama mshtakiwa afikishwe mahakamani. Na licha ya kesi ya uchochezi kuahirishwa, kwa sasa kesi nyingine ya uhaini inayomkabili Lissu inaendelea kusikilizwa. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga linamshikilia Rajabu Msimbe, mkazi wa mtaa wa Majengo na mfanyabiashara wa vyuma chakavu, kwa tuhuma za kukutwa na dira 2 za maji mali ya mamlaka ya maji safi na usalama wa mazingira Kahama KUWASA zilizokuwa zimefungashwa kama chuma chakavu. Kuna dogo yuko hapa ndio nimekuta amekinunua. Amekuja ameanunua, kaliacha hivyo bila kulimwaga mfuko. Kumbe alikuwemo humo kwenye mfuko, kwa sababu tulipewa darasa kuna kuyanunua, tunakwenda tuyanunue. Ndio maana nimekuja hapa, mimi najiamini, najua hamna kila kitu, kumbe yamo kwenye mfuko. Tukio la wizi wa mita limekuwa ni sugu kwa mji wetu wa Kahama, wizi wa koki. Kwa hiyo mimi niendelee kuwaasa wanunuaji wa vyuma chakavu kwenye mtaa wetu wa Mongolo na manispaa kwa ujumla wasinunue vitu vyovyote ambavyo ni nyaraka ya serikali. Kwa kweli natua ugumu sana, kwa sababu wanapotoa hizi mita kwanza maji yanaendelea kumwagika. Unapoenda kule unatakiwa ununue mita nyingine. Sasa kwa kweli naomba tu achukuliwe hatua walio kutoa hizi mita na nyoa aseme watafutane. Mtu amelipa gharama zake, amelipia KUWASA kwa ajili kupata huduma, lakini watu wachache wenye nia ovu wanakuja wanachukua vile vifaa na kuja kuvifanyia uhalifu. Hasa wanauza vyuma chakavu. Unapoona kuna mtu amekuletea kitu ambacho ni nyara ya serikali, ni vizuri pale ukatoa taarifa hata kwa mwenyekiti wa mtaa. Mpaka ninavyozungumza leo ni takribani dira 210 zimeshaibiwa kwenye haya mitaa na maeneo ambayo nimetaja. Na dira moja ina gharama kama ya shilingi 120. Kwa hiyo kwa dira 210 ni takribani milioni 25 na 200,000 zimepotea. Hiyo ni sehemu ya vifaa, lakini wakati wanaiba hizi dira wanaacha maji yanamwagika, lakini wasababisha usumbufu kwa jamii. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imefanya operation katika mikoa ya Dar es Salaam, Shinyanga, Tabora, Tanga, Songwe, Mbeya na Arusha na kufanikiwa kuzuia tani 14 za kemikali bashirifu zilizokuwa zikiingizwa nchini kinyume cha sheria. Akizungumza na vyombo vya habari, Kamishna Jenerali wa mamlaka hiyo Aritasi Limo amesema pia amekamata pakti 10 za pipi zenye uzito wa gramu 174. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imefanya operation katika mikoa ya Dar es Salaam, Shinyanga, Tabora, Tanga, Songwe, Mbeya na Arusha na kufanikisha kuzuia tani 14 za kemikali bashirifu zilizokuwa ziingizwe nchini kinyume cha sheria, kukamata pipi pakti 10 za pipi zilizotengenezwa kwa kutumia bangi zenye uzito wa gramu 174.77, kukamata kilogramu 4568 za dawa mbalimbali za kulevya, kuteketeza ekari 178 za mashamba ya bangi na kushikilia magari 7,
pikipiki 5 na bajaji 1 vilivyokuwa kwenye uhalifu huo. Jumla ya watuhumiwa 35 wanashikiliwa kuhusiana na matukio hayo. Mamlaka kwa kushirikiana na Bodi ya Kimataifa ya Kudhibiti Dawa za Kulevya Duniani INCB, yani International Narcotic Control Body, na mamlaka nyingine za udhibiti tulifanikiwa kubaini na kuzuia kilogramu 4,000 za kemikali bashirifu ya aina ya 1-bosphorpiperidone na kilogramu 10,000 za kemikali aina ya acetic anhydride zilizokuwa ziingizwe nchini kutokea bara la Asia bila kuwa na vielelezo vinavyoonesha matumizi ya kemikali hizo hapa nchini. Ni vyema tufahamu kuwa endapo kemikali hizo zingeingia nchini na kuchepushwa, zingeweza kutumika kutengeneza dawa za kulevya aina ya fentanyl pamoja na heroin. Mathalan, kilogramu 4,000 za kemikali aina ya 1-bosphorpiperidone zinaweza kutengeneza kilogramu 8,000 za dawa za kulevya aina ya fentanyl, ambazo zingezalishwa zingeweza kusababisha vifo kwa watumiaji takribani bilioni 4, ikizingatiwa kwamba kilogramu 1 ya dawa hizo inaweza kusababisha vifo vya watu 500,000 kutegemea na uzito, afya na historia ya mtumiaji. Mathalan, miligramu 2 inaweza kusababisha kifo cha mtu mmoja. Kemikali aina ya acetic anhydride pamoja na matumizi mengine halali inaweza kutumika katika mchakato wa kutengeneza dawa za kulevya aina ya heroin. Hivyo kiasi cha kilogramu 10,000 zilizozuiliwa kingeweza kutumika kutengeneza kilogramu 3,704 za heroin. Aidha, kemikali hiyo inaweza kutumika kuzalisha kemikali zingine bashirifu ambazo zinaweza kutumika kuzalisha dawa za kulevya aina ya mandrax pamoja na methamphetamine. Uchunguzi wa kina kwa kushirikiana na taasisi za kimataifa unaendelea ili kubaini mitandao zaidi ya usafirishaji haramu wa kemikali bashirifu zinazoweza kuchepushwa na kutengeneza dawa za kulevya. Katika operations zilizofanyika katika mkoa wa Mbeya, tulimkamata Herbert Kwila, raia wa Uganda mwenye hati ya kusafiria namba B00132399 na mmiliki wa kampuni ya Hoxwell Lux Tualimo, akiwa na pakiti 10 za pipi zilizotengenezwa kwa mazao ya bangi yenye viwango vikubwa vya sumu aina ya tetrahydrocannabinol THC vinavyofikia 92%. Ukamataji huo ulikwenda sambamba na ukamataji wa gari ndogo aina ya Mercedes-Benz yenye namba za usajili MG 33 BMGP iliyokuwa inasafirisha pipi hizo kuingia nchini ikitokea nchini Afrika ya Kusini. Ukamataji wa pipi hizo unabainisha kuwepo kwa mbinu mbalimbali fiche zinazotumika kusafirisha na kusambaza dawa za kulevya ili zisitambulike kirahisi. Mimi naitwa Tobias Ndaro, ni mkurugenzi msaidizi malalamiko, niko chini ya kurugenzi ya idara ya uchunguzi. Nilikuwa naomba nisaishe kidogo hapo. Mkurugenzi msaidizi niko chini ya idara ya uchunguzi na ndo naipokea malalamiko yote. Mkurugenzi msaidizi malalamiko. Kama alivyotangulia kusema Commissioner Generali, madawa kulevya kwa kweli imekuwa ni tishio. Na kama mmemsikiliza vizuri, haya magenge ya uhalifu ni magenge ambayo yana uwezo mkubwa wa kifedha, na kwa vyovyote vile yanatumia fedha walizonazo katika kufanikisha mazoezi ya uhalifu. Tumeona hapa kuna usafirishaji, kuna uingizaji na uuzaji. Hayo yote yanafanikiwa kwa sababu ya nguvu ya fedha. Wanapita kwenye mipaka, wanapita sehemu mbalimbali nchini, mashamba ameeleza hapa Commissioner Generali, mashamba ya bangi ambayo yamekamatwa. Hii yote inaonyesha kwamba kuna viashiria vya rushwa. Kwa hiyo mimi nimetumwa hapa niseme, pamoja na jukumu letu la uelimishaji umma ambalo tumeingia mkataba wa ushirikiano na mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya nchini, bado pia tuna jukumu letu la msingi la kupambana na rushwa. Na kwa sababu hapa kumekuwepo na viashiria vya rushwa, kwa hiyo ni jukumu letu kuhakikisha kwamba
yale yaliyosemwa na kamishna jenerali kuhusiana na watumishi wote ambao wamehusika kwa namna moja au nyingine kama watumishi wa umma, tutahakikisha kwamba tunawafuatilia. Dawa za kulevya kama alivyosema kamishna jenerali zina madhara makubwa sana kwenye jamii. Wanazoofisha afya ya vijana wetu, lakini pia inaongeza mmonyoko wa maadili. Tumeona mambo ya uhalifu, wizi vinaendelea. Lakini pia dawa za kulevya zina madhara kiuchumi. Utakatishaji wa fedha kama alivyosema jenerali kamishna jenerali ni kwamba fedha chafu zinaingizwa kwenye mzunguko. Unaweza ukakuta hata uwekezaji unafanyika wa fedha chafu kama UTT. Mtu anaweza akanunua UTT kutokana na fedha ambazo amezipata kwenye madawa ya kulevya. Lakini pia inahatarisha usalama kama alivyosema. Kwanza wananchi wanakosa imani kwa serikali madawa ya kulevya yanaposambaa nchini. Lakini pia ugaidi wanafadhili kama alivyosema kamishna jenerali. Hawa watu wana uwezo wa fedha, wanaweza hata wakapanga serikali, wanafadhili makundi mbalimbali kwa malengo yao ili waweze kufanikisha kuendelea na kufanya hiyo biashara. Kwa hiyo ningeomba nitoe tahadhari kama alivyosema kamishna jenerali. Mkurugenzi mkuu ameniagiza nitoe onyo kwamba wale wote ambao wanajihusisha na hii biashara ambao ni biashara hatari kama ambavyo nimebainisha kiuchumi, kiusalama na kijamii watachukuliwa hatua. Na uchunguzi unaendelea kadri tunapopokea taarifa, kwa sababu tuna mkataba wa ushirikiano, tunashare taarifa. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea kwenye maeneo yote hayo. Kwa hiyo mkurugenzi mkuu anatoa onyo kwa watumishi wa umma wawe waadilifu na watangulize uzalendo katika kutekeleza majukumu yao. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa serikali inaendelea na mpango wa kuyaendeleza mabonde nchini kwa kuyatumia kutoa huduma ya kijamii ikiwemo upatikanaji wa maji na nishati, ikiwa ni mkakati wa kukabiliana na mafuriko. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa nchini kumekuwa na ongezeko kubwa sana la maji kwenye mabonde mbalimbali. Ongezeko hilo la maji linatokea kwenye mabonde ambao mfano wako mzuri ni bonde la mto Songwe. Na madhara ya hilo ni kutokea kwa mafuriko. Na mafuriko yakitokea yanakuwa na madhara kwa jamii, lakini na kuhamahama kwa mipaka kati ya nchi yetu na nchi zingine, mfano ukiwapo ni Malawi. Je, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imejipangaje kukabiliana na changamoto hiyo? Swala mafuriko ni ongezeko la maji zaidi ya maji ambayo yanapaswa kuwepo kwenye maeneo hayo. Na hii ni mabadiliko ya tabia nchi ambayo tumeendelea kushuhudia kuwepo kwa mvua nyingi sana. Na miaka ya karibuni hapa tumekuwa na mvua ambazo hazitabiriki, na tumepata adha kubwa ya mafuriko kwenye maeneo yote ikiwemo na Kyela ambao kuna bonde kubwa sana. Sasa hivi waziri wa ujenzi pamoja na mbunge wa kule Ifakara, lakini mpaka wako kule Ifakara, kwenye bonde la Ifakara limejaa maji na mafuriko. Haya ni mabadiliko ya tabia nchi. Sasa nini mkakati wa serikali kukabiliana na haya? Moja, tumeunda mamlaka za mabonde haya. Tuna mamlaka ya bonde la Ifakara, tuna mamlaka ya bonde la mto Rufiji, tuna mamlaka ya mto Rufiji, tuna mamlaka ya bonde la mto Ruvuma na mabonde mengine. Tumeyaundia mamlaka na malengo yetu: moja, wafanye ufuatiliaji wa mwenendo wa upitishaji maji kwenye mabonde hayo, ili kuona pale ambako kuna namna yoyote inaweza kusababisha madhara, basi mamlaka hii inaweza kuchukua hatua. Kama vile watu wanachepusha maji akasababisha ukame, wengine wanaziba njia kukasababisha kujaa kwa maji na mafuriko yakatokea. Sasa mabonde haya yanafanya kazi hiyo, lakini pia naratibu namna mzuri ya matumizi ya maji hayo kwenye mabonde. Kama ambavyo tumeona bonde la mto Rufiji, tumeamua kuanzisha mradi mkubwa sana wa umeme. Yale matumizi mazuri na ni mapendekezo ya mamlaka ya bonde la mto Rufiji. Hata Ruvu juzi nilifanya ziara mkoani Morogoro, pale ambako tunachimba bwawa kubwa sana. Bwawa lile linategemea maji ya mto Ruvu.
na hayo ni majukumu ya mamlaka ya bonde la Mto Ruvu kuhakikisha kwamba tunachimba mabwawa ambayo yataleta maslahi kwa wananchi wa Tanzania, kilimo, lakini nguvu za nishati kwa maana ya umeme na aina nyingine yoyote ile. Kwa hiyo mpango wa serikali ni kuhakikisha kwamba mabonde haya tunatumia vizuri na mafuriko haya tunayatumia vizuri, kama tuna uwezo wa kuhakikisha tunaratibu mwenendo wa mafuriko hayo ili maji haya yasipotee, yatumike kwa namna ambayo inaweza kusaidia kupanua wigo sekta ya kilimo, nishati na matumizi ya mifugo na maji ya kunywa tunaweza kuyatumia kwenye maeneo haya. Kwa hiyo mpango wa serikali ni kuhakikisha kwamba tunaongeza budget kwenye wizara kama vile kilimo, wizara ya maji na ofisi ya makamu wa rais kwa mazingira, kuhakikisha kwamba tunaratibu maeneo haya kwa kupanda miti, kuhakikisha kwamba kuna msagao wa maji, kuchimba mifereji ambayo inaweza kupeleka maji kwenye mashamba mengine na hivyo. Kwa hiyo serikali inaendelea kuratibu mabonde haya vizuri na kuona kwamba mafuriko haya maji haya mengi yanayopatikana kwenye mito haya tunatumia vizuri kwa fursa kwenye maeneo ambayo ni maeleza. Tutaendelea na uratibu huo, tutaimarisha mamlaka zetu ziweze kuwajibika na kupata ushauri pia kutoka kwa wadau namna bora ya kutumia maji ambayo yako kwenye maeneo haya, ikiwemo na Kyela ambako kule kilimo kimejikita sana na tumefanikiwa sana, na Kyela ni miongoni mwa wilaya inayotoa zao la mpunga bora kabisa nchini na umeweza kupata soko zuri kwa njoo. Kwa hiyo tunataka tuimarishe bonde lile kwa kuweka mifumo ya umwagiliaji ili maji yale yatakapokuja basi yakae yako tayari kwa kutumika, na kazi hiyo tumewapa mamlaka, lakini kazi hiyo tumewapa pia wizara ya kilimo na wizara ya maji waratibu ili wananchi wa Kyela wanufaike kwanza na maji hayo ambayo yako pale. Asante sana Mheshimiwa Spika. Polisi wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma wamewakamata watu 4 kwa kujihusisha na kilimo cha bangi, akiwemo Linus maarufu kama Malifedha ambaye ndiye aligawa mbegu za bangi katika kijiji cha Limamu na kuwashawishi wenzake kuwa bangi inalipa, ambapo kwa mujibu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, bangi inayolimwa kijijini hapo ni kali kuliko ile ya Arusha. Sasa nimeshangazwa sana kwamba kuna watu wamekuwa wakijishughulisha na kilimo cha bangi ndani ya kijiji hiki cha Limamu. Nyinyi mnajua serikali imekuja hapa, vyombo vya dola vimekuja hapa na kukamata wakulima hao wa bangi. Na chanzo kikubwa ni mwananchi anafahamika kama Abel Lius Mhagama. Jina lake almaarufu nani? Simseme kwa sauti, simnamjua. Jina lake almaarufu nani? Malifedha. Huyu Malifedha alileta mbegu za bangi kwenye kijiji hiki na akahamasisha watu, mkaanza kulima bangi. Wachache wakalima, wengine wakafanyeje? Hawakulima. Wale wachache, Malifedha alivorudi akakuta bangi imestawi vizuri sana na akanunua gunia moja kwa fedha nyingi sana. Wananchi wengine wakahamasika kwamba kumbe bangi ni nini? Ni dili. Na cha kusikitika zaidi, wananchi wengine wakashirikiana na Malifedha kuomba mbegu za bangi na kuanza kulima. Kwa hiyo kilimo cha bangi ndani ya kijiji hiki kikastawi zaidi. Wananchi wachache waliolima wakawashawishi wananchi wengine, kwa hiyo mkaongezeka, mkawa wananchi wengi mnaolima bangi. Ndugu zangu, cha kusikitika zaidi, mamlaka za kudhibiti madawa ya kulevya zinadai kwamba bangi inayopatikana wilaya ya Namtumbo kwenye kijiji cha Limamu ni kali zaidi kuliko ile ya Arusha. Siwa mnasikia wanasema kuna cha Arusha, si ndio? Mnasikia Sasa taarifa zilizopo kwamba bangi hii ni kali zaidi kuliko ile ya Arusha. Sasa nimekuja hapa na ninashukuru mna taarifa kwamba kuna operation ilifanyika hapa, na kwamba kuna watu wamepata fedha na wameweza kujenga majumba yao. Ndugu zangu, bangi ni haramu.
na niwafahamishe wananchi wote wa wilaya ya Namtumbo wasijishughulishe na kilimo cha bangi. Kwanza, wilaya hii inajishughulisha na kilimo cha chakula pamoja na biashara. Kwa mkoa wote huu wa Ruvuma, wilaya ya Namtumbo ndio inayoongoza kwa kilimo cha tumbaku. Uongo ukweli? Na tumbaku ina pesa nyingi sana. Kwa nini mnakimbilia bangi? Mnaacha tumbaku. Jumla ya miradi ya maendeleo 46 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 30 inatarajiwa kutembelewa, kukaguliwa na kuzinduliwa na mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 katika halmashauri 5 za mkoa wa Iringa, ambazo utakimbizwa katika njia yenye urefu wa kilomita 625.1. Kwa mkoa wa Iringa, Mwenge wa Uhuru utapokelewa katika kijiji cha Makatapola, kata ya Migori, katika halmashauri ya wilaya Iringa, ukitokea mkoani Dodoma. Kauli ya Mwenge wa Uhuru ni jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Ndugu wanahabari, naomba nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia uhai na afya njema ili kuweza kukutana hapa leo. Nimewaita niweze kuwataarifu kuhusu ziara ya Mwenge wa Uhuru mkoani Iringa. Kama tunavyojua, Mwenge wa Uhuru ni tunu ya taifa letu ambayo imebeba falsafa muhimu katika maisha na historia ya Watanzania. Ujumbe wa Mwenge wa Uhuru wa mwaka huu ni uchaguzi wa mwaka 2025 wenye kauli mbiu isemayo jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Ndugu na habari, mkoa wa Iringa utapokea Mwenge wa Uhuru ukitokea mkoani Dodoma tarehe 28 mwezi huu wa 4 saa 12 ya alfajiri. Mapokezi ya Mwenge wa Uhuru yatafanyika katika uwanja wa michezo wa kijiji cha Makatapola kilichopo kata ya Migori, tarafa ya Isimani, katika halmashauri ya wilaya ya Iringa. Hivyo, ukiwa mkoani Iringa, Mwenge wa Uhuru utakimbizwa katika halmashauri zote 5 kwa muda wa siku 5. Baada ya kukamilisha ratiba yake katika halmashauri zote, Mwenge wa Uhuru utakabidhiwa kwa mamlaka ya mkoa ambayo itaongoza msafara kuelekea katika uwanja wa michezo wa shule ya msingi Idofi, mahali ambapo makabidhiano ya Mwenge wa Uhuru baina ya wakuu wa mikoa wa Iringa na Njombe yatafanyika tarehe 3 mwezi wa 5 2025. Ndugu wanahabari, Mwenge wa Uhuru utakimbizwa katika njia yenye urefu wa kilomita 625.1 kwa kupitia jumla ya miradi ya maendeleo 46 yenye thamani ya shilingi bilioni 30 milioni 790 laki 856,969.19, ambapo mchanganuo uchangiaji wake ni kama ifuatavyo. Serikali kuu ni bilioni 23 milioni 94 laki 971,580 na senti 20, ambao ni sawasawa na 75.01. Halmashauri ni bilioni 1 milioni 953 laki 672,979 na senti 99, sawa na 6.34. Wananchi ni milioni 97 laki 890, sawa na 0.32. Wahisani ni bilioni 5 milioni 644 laki 322,843, sawa na 18.33. Ndugu wanahabari, napenda kutoa wito kwa wananchi kujitokeza kuupokea na kuushangilia Mwenge wa Uhuru utakapowasili katika maeneo yetu. Aidha, niwahamasishe kuwa na mikesha. Na mtazamaji, sina la ziada katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya Aprili 24, 2025. Ulikopo na Mipendo Goteni, nizidi kukukumbusha kambi yetu matibabu inatoka katika hospitali ya Malolo kuanzia tarehe 12 Mei mpaka tarehe 16 Mei. Ni upasuaji wa mdomo wazi unaofanyika bure kabisa. Kwa yoyote yule atakayesikia taarifa hii, amjuze na mwingine ili aweze kufika. Lakini pia endelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SQF TV. Nikutakie wakati mwema.
Kwa mara nyingine tena, The Same Qualities Foundation kwa ushirikiano na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0738 229 449 na 0717 531 312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.